Na uzuri nilikwambia asubuhi pale mapema sana kwamba nitakuwepo na mtumishi wa Mungu Kevin Ed kutoka kwenye kundi la The Heard Ministry, ambao wana nyimbo nzuri sana. Miongoni mwa nyimbo nzuri ambazo nazipenda kutoka kwenye kundi la The Heard Ministry ni pamoja na wimbo wa Atafuta Machozi. Miongoni mwa nyimbo ambazo zina mguso mkubwa sana katika kumjenga mtu kiimani. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, Kevin Ed. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajisikiaje kuwepo hapa? Furaha tu, na ninamshukuru Mungu kwa hilo. Sabato yako ya jana ilikuwaje? How was it? Hakika jana ilikuwa njema mno, kwa sababu majira ya jioni ndio niliimba, ikafika muda akasema okay, Mungu ninakushukuru, leo imekuwa nzuri. Imekuwa nzuri. Ilikuwa ni njema tena, hasa ile ilikuwa ya jana sasa. Vitu gani vya msingi ambavyo huwa unazingatia pale ambapo unajua sabato inakuja? Namna gani huwa unauandaa moyo wako? Sabato kikubwa ni kukutana na Mungu. Okay. Dunia ina mahangaiko makubwa ambayo sisi wenyewe tunatenda dhambi. Yeah. Na pia dunia yenyewe ina mahangaiko. Ukiachana tu na mimi, dunia yenyewe ina shughuli nzito. Inaekaeka. Alafu kuna mimi mwenyewe ambayo madhaifu ni mengi. Ndiyo. Na dhambi ni nyingi. Kwa hiyo ninapoenda kwa Kristo na ninapofika siku ya Sabato, hakika ninapata utulivu na ninapata mwanzo mpya ambao unanisogeza katika juma lingine la kazi. Okay, katika nyimbo hii nadhani ni nyimbo ya pili kama solo project baada ya kutoa ile mapito yangu, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zilikuwa zina mguso sana. Wengi ambao walikuwa nasikiliza, kuna nyakati ngumu walikuwa wamepitia, wakasema tunashukuru kwa huu wimbo Bwana. Mungu akubariki kwa kile ambacho umekifanya. Leo unakuja na wimbo mpya. Tunataka tuuzungumzie kwa mapana yake na upekee wake, hasa katika uwezo wako na tungo zako zimekuwa namna za kipekee, hasa katika yale mahadhi ya kutulia sana. Wimbo unaitwa Bila Wewe. Kwa nini Bila Wewe? Ni yale usikiliza wimbo mapito yangu ni kama muendelezo. Baada ya kupitia kwenye mapito bila wewe. Kwamba Bwana Mungu, mimi nishapita kwenye mapito ile hatari sana, alafu bila wewe Mungu mimi Bwana ninakuwa ni changamoto kweli. Mimi siwezi. Bila wewe Mungu mimi si kitu kwako. Wimbo huu wa Bila Wewe, bila Yesu mimi si kitu, ni wimbo ambao ukiangalia verse ya kwanza inaomba uhitaji wa Roho Mtakatifu, verse ya kwanza. Lakini verse ya pili inazungumzia hichi ambacho nimekisema awali. Yeah. Tunapitia dunia ina nyakati ngumu kwa sababu shetani yupo. Na pia sisi wenyewe tuwa dhambi. Yaani ukiachana na dunia tu yenyewe ni ngumu. Tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa shetani pia ameona ni sehemu ya fursa kwake, kwa sababu ya madhaifu madhaifu tulionayo, lakini changamoto ambazo zipo duniani. So wimbo unaelezewa bila Yesu, bila wewe mimi si kitu, ni ile ya kwamba Yesu tunamhitaji sasa kwenye maisha yetu, maana muovu sasa nayo tufanyia isipokuwa sio sawa, na isipokuwa yeye, basi kutoboa inakuwa ni changamoto sana. Mtumaini, kama ulikuwa una swali moja hapo, hebu karibu. Bwana, mimi nafikiri kwanza nisikie shughuli jinsi itakapokuwa, alafu utakuwa na swali. Tateka mafaili sawa kwa ajili unijazie Roho wako, unijazie Roho wako.
Bila wewe Yesu mimi siwezi, kutoka kwa Kevin Eid, wimbo mpya kabisa wa pili, solo project ya pili kutoka kwa Kevin Eid. Wimbo ni mzuri na ni kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kimeanza. Kwa nadhani tungo zako ni kama simulizi hivi. Ni kama simulizi nzuri, kwa sababu ile mapito yangu kwamba Mungu alikupitisha kwenye mapito, kuna mapito ambayo ulikuwa umepitia, baadaye ukamlilia yeye, baada ya kumlilia yeye ukasema lakini Mungu, bila wewe Yesu mimi siwezi, mimi si kitu kabisa. Kwa hiyo ni wimbo ambao unatengeneza ukiri wa kwamba Kristo ndio tumaini letu, na bila yeye sisi hatuwezi, kwa sababu shetani anaweza katupiga danadana kwa namna moja au nyingine. Haya Mtumai, sasa muda wako. Hii temu leo kwangu. Bwana, kwanza mtumishi, hongera sana kwa kazi nzuri. Amina sana. Kwa nilivyosikiza nyimbo hii hapa, kama anavyosema Alaskies, ni kama mwendelezo wa story fulani, labda nitaka nifahamu ni maisha yako halisi au unafahamu tu ulikuja ukapewa ukaandika verse nini? Kinachokuja kutokea hapo hicho ulichokisema cha kwanza. Okay. Uhalisia katika ni uhalisia ambao unatutokea hata kama sio mimi. Okay. Sawa. Moja kati ya vitu ambavyo vinawagharimu watu wengi wasifike kwenye ndoto zao kwa wakati, au wakati mwingine kufeli kabisa, ni kuface challenge kama hivyo. Unaelewa? Wewe katikati ya mapito hayo umeibuka na kufanya kazi ya Mungu kwa namna uimbaji. Sasa kuna mtu ambaye anakuwa ana challenge anaipitia mpaka saa hizi. Na labda challenge ya kupigwa vita katika huduma, unajua mchungaji kasimama kinyume, au marafiki wa karibu waliona ni watu wa maana ndio wamegeuka kuwa miba kabisa, wanamchoma moyo. Una ushauri gani kumsaidia kwamba inawezekana kabisa kwa yule unayetarajia, kwa wewe hata kama uko katikati ya kupigwa vita na watu uliowaamini? Mimi cha kusema ni kwamba yote kwa yote Mungu anatufahamu vizuri. Okay. Yani Mungu anatufahamu vizuri kabisa. Kuna muda ayo yanayosemwa yanaweza akawa ya kweli au ya uongo. Uko kupigwa vita, kuna muda tunaweza tukaona ni vita, lakini ni kweli kinachosemwa kwenye maisha yetu. Lakini sasa mimi kinanirudisha nyuma au kinanichoma moyo. Umepata? Lakini muda mwingine inawezekana ni kweli ninapigwa vita. Yeah. Umeona? Sasa Mungu kwa sababu anatufahamu sisi, kimbilio letu ni yeye Yesu. Okay. Tu. Umepata? Ambapo tukiwa pamoja naye, Yesu anatuambia kwamba yeye akiwepo ndani yetu, sisi ndani yake, hapo tutazaa na tutakuwa vizuri. Okay. Si ndio? Yep. Kwa hiyo sisi kitendo cha kumwamini hata kidogo, haijalishi itakuwaje, lazima tutastawi. Yes, hiko ndio kikubwa, lazima tutastawi. Maana yeye atatubadilisha yale ambayo ni madhaifu yetu ya kweli, atatubadilisha, na sisi wenyewe nature tutaachana na yale ambayo hayatuhusu. Okay. Yes. Sawa. Kwa wasanii wakubwa wanaofanya nyimbo za muziki wa Injili, ndoto yako ni kufanya kazi na msanii gani? Kama ataingia kwenye 18 mfumo kaka vizuri na kabisa, mimi bwana nikiangusha jiwe na mtu fulani hapa, naona moyo wangu utakuwa mwemwele. Sijawahi fikiria. Mwake mtumishi, ila niseme kitu kimoja. Ndiyo. Kuna uandishi wa brother Paul Clement. Yes. Okay. Nina appreciate. Okay. Nina appreciate uandishi wake. Maana kapita bila kupingwa sasa. Kwa kula za maoni, lakini pia melody ya brother Joel. Okay. Yes. Hasa akifanya mahadhi ya kuabudu. Ninakubali. Sasa hapo. Hao watu ni mimi nadhani ndio vipenzi vyangu, na kila mmoja ana sehemu yake. Huyu ni issue ya melody, huyu ni issue ya uandishi. Okay. Uandishi wa Paul Clement, wimbo gani ambao labda ulikuwa una mguso sana kwako? Aliuandika labda muda mrefu. Wimbo ambao ulinigusa sana ni wapo ni ule ambao unasema mwelewe Mungu hata kama uko kwenye mazingira ambayo ule wimbo unanibariki. Okay. Kwa sababu unaeleza kitu ambacho labda niseme kikubwa, kitu ambacho nakikubali sijakifikia bado. Kuna muda
watu wanahitaji kuponywa mioyo ya kwao, na inabidi tuwaambie uhalisia alafu tuponywe mioyo. Umepata? Sasa ujumbe ndio unamata sana kwenye maisha yetu. Ndio maana hata mwelewe Mungu hata kama upo kwenye mazingira ambayo humwelewi. Yani okay, sawa, nipo kwenye changamoto, lakini hivyo hivyo nipaswa kumwelewa, maana yeye achunguziki. Alafu anasema ananiwazia mema. Sasa kama baba ananiwazia mema, hiyo imeisha. Okay. Isiyo ya kuidiscuss. Sawa, ikiwa Mungu anatuwazia, na wewe siri ya uandishi wako ni nini hasa? Huwa unasoma sana neno, unatafakari neno, au kuna kitu cha ziada ambacho kinafanya uandishi wako uwe na mguso hasa kwenye kukonga nyoyo za watu na kupita katika masaibu ambao wameyapitia, ni kama ulikuwepo? Unajua kuna watu wengi, mfano wimbo wa Mapito Yangu ni miongoni mwa watu, kuna watu walipitia yani mule ambavyo ulikuwa umeandika. Yani kuna watu wakawa wanatirika wanasema, huyu jamaa mbona kama anagusa maisha yetu moja kwa moja. Yani kama ulikuwa unaangalia mshikaji jinsi alivyokuwa anaishi, kama ulikuwa mtazamaji wa filamu kwamba unaangalia jamaa kuna sehemu alikuwa anapitia magumu. Siri ya uandishi wako ni nini? Mimi ni Roho Mtakatifu tu ambayo hivyo, na kuna kipindi inakuja, nilisema mwanzoni, hiki kitu kinaweza kawa kimenitokea mimi, kinanitokea ama hata mwingine, maana mimi na yeye ni tofauti tu wa scenario, lakini issue ni hiyo hiyo. Yani kwamba tunapitia nyakati zile tu, lakini scenario mimi ni nahusiana na hiki, huyu anahusiana na hiki hivyo. Sasa ni Roho Mtakatifu tu inakuja, okay, iwe hivi basi inakuwa hapo. Basi unaiweka vizuri, unapata mtu wa kukusaidia naye anaweka vizuri, basi inakuwepo, Mungu apate kutukuzwa. Ili kuchukua muda gani mpaka kuja kukamilisha kuandika wimbo huu wa Bila Wewe? Okay, niseme kazini ninakufanya kazi kuna kipindi mambo yalikuwa ni magumu mno, so niliweka status tu kawimbo nadhani, alafu kwa chini nikaandika bila Yesu mimi siwezi. Sasa kumbe status ile watu wa ofisini wanaona. Kuna miamba imekaa pale imegonga nne. Inaona. Sasa siku moja bosi wangu nakutana naye, ananiita bila Yesu mimi siwezi. Okay, ninajaribu ili kitu kakipata wapi? Yani akawa anafanya kama utani au? Ni kama utani, yani aniiti Kelvin, aniita bila Yesu. Sasa okay, vipi? Yani imekuaje? Nikamwambia labda wenzangu, labda kwa sababu kuna t-shirt unaifahamu inaandikwaga niwe kama Yesu. Nikasema labda imetokea kule, lakini mbona hii sikuvaa? Lakini huyu maeneo anaoshinda na mimi navaga labda Jumapili. Ndio. Nikienda ofisini labda Jumapili, maana siku nyingine uniform. Lakini bado haikai vizuri. Ndio kuna mtu akaniambia status, ndio nikakumbuka kweli kuna kipindi niliandika hivyo. Uliandika tu, haukupata ile melody labda uimbe? So baada ya hapo kuna siku tulifanya vizuri timu yetu, kutoka pale sasa nimefika lile eneo ambalo tumefanya vizuri, tunazawadia, tulikuwepo ni Mbeya Hotel hapo. Ndio watu wakawa kila mtu bila Yesu, basi nakuwepo. Kwa ilikuwa jina la utani, bila Yesu njoo. Kwa ilibidi baada ya hapo tuone namna huyu Yesu inakuwaje bila yeye, sisi hatuwezi. Yes, ilikuwa tu ni kwa ina maana umeona sasa muunganiko kwamba kwa namna fulani unakuwa unagusa maisha ya watu. Kwa Roho Mtakatifu ana msaada mkubwa sana, kwa sababu umeona mwitikio wake Mtumai, namna ambavyo watu wanaitika, namna ambavyo watu, yani wimbo hujatoka lakini ile title ya nyimbo bado inakuwa ina mashiko, yani jina la wimbo lenyewe linakuwa lina mashiko makubwa kwao.
ni shairi lipi pendwa hasa kwenye huu wimbo wa Bila Wewe unalipenda zaidi? Bila wewe mimi sitaweza, hapo sitaweza kumshinda yule mwovu Shetani. Iko kipengele nakipenda sana. Yes. Na music video amefanya nani? Amefanya ndugu yangu anaitwa Chaboma Amani. Chaboma Amani. Amani Chaboma. Okay. Anajiita Chabi. Yes. Yes. Chaboma ajoisoma Ndembela au jina kama sio geni. Yani ni jumuiya hiyo unayoielezea. Kwa hiyo inawezekana kweli kasoma au hajasoma, ila ni jumuiya hiyo. Na kwa nini naona kuna mandhari tofauti hapa, yani majira tofauti. Kuna wakati ni usiku, ilikuwa ni jioni au asubuhi? Ni jioni. Hii ni jioni. Ilikuwa jioni tu. Tulianzia majira saa 12, saa 1, tukaenda mpaka saa 2 kuelekea saa 3. Yes. Na maeneo yalikuwa maeneo gani yani? Au ni siri ya kambi? Sasa kwa sababu kazi ishafanyika, basi hakuna inakuwa na wengine wazidi kupata mibaraka. Ndio. Ni shule ya Masi, unaifahamu ilipo? Ndio. Maeneo yale kuna mnara. Unashuka nayo, kuna tuseme ni boma fulani hivi ambalo mpendo wa watu alijenga kaishia hapo. Basi watu wakaona ameishia hapa lakini bado panafaa. Sawa. Yes. Wimbo wako tumeupenda. Alisaidia ni nani? Producer? Ni yeye mwenyewe, yani kazi zote mbili. Amefanya zote, yes. Ile ya kwanza na ya pili. Audio na production zote. Production ya audio na production ya video zote. Yani mimi ninachofanya, ninampa idea iko hivi. Yeye anafanya sasa. Then ananiambia. Unawaambia nini wana nyanda za juu kusini wanaokusikiliza kwa sasa hivi na wimbo wako mpya ambao rasmi umeutoa na tumeusikiliza kwa mara ya kwanza hapa? Mimi cha kuwaambia ni kwamba kwanza hatutoweza kitu chochote. Yani scenario kama ulivyosikia imeanza kama utani, lakini ni uhalisia. Ni kwamba hatutoweza kitu chochote kama hatuna Yesu katika maisha yetu. Yesu hahitaji nguvu ya kwamba tuwe naye, au kwa sababu sisi ni wadhambi tumkimbia, au kwa sababu sisi ni watakatifu kwa hiyo tuvimbe. Yeye anachohitaji ni kidogo tu, yani kwamba Bwana Yesu, wewe upo, wewe unaweza. Basi hicho tu, alafu taratibu yeye atatuelekeza kutokana na madhaifu pamoja na dhambi zetu, atatuelekeza. So wapendwa tu wafike YouTube channel, jina ni kama hilo la Kelvin Edi. Yes, Kelvin Edi hapo. Kwa hivyo waingie YouTube channel, wafike waangalie wimbo huo, wapate kubarikiwa. Zaidi ya yote, kuwa nzuri zaidi, tunashare na wengine. Ndiyo. Ili na wengine nao wapate mibaraka hiyo, na pia basi wasubscribe. Ndiyo. Ili kadri Mungu atakavyozidi kuruhusu kazi nyingine tuzidi kubarikiwa sote, ili mambo yazidi kuwa mazuri. Naona fungu kuu pia hapa wakati ulitoa teaser ya video. Hebu tuambie kuhusiana na Yohana 15:5. Mtumai, hebu tusomee hiyo Yohana 15:5. Injili ya Yohana 15 fungu la 5. Sura 15 mstari wa 5. Bwana, Injili ya Yohana mtakatifu sura 15 mstari wa 5, maandiko yanasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Tulielezee tunavyomalizia hili fungu kuu ambalo limekuongoza katika wimbo huu wa Bila Yesu. Bila wewe, bila Yesu. Nadhani before hata hujagundua nishalisema kwamba yani ili tuweze ni Yesu awepo ndani yetu, na sisi
hivyo na tutazaa sana. Na yeye mwenyewe ndio aliyetuambia ya kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi lolote. Yani hiyo ni full stop. Yani kuna vitu vingine havihitaji tukae chini tuanze kujadili. Wewe unachotakiwa kufanya ni kama ukishaambiwa umekuwa huyu ni mama yako, usianze mijadala ya kwamba mamangu kivipi, utapotea. Wewe tu mama, fuata maagizo. So kwa Yesu hivyo, uzuri Yesu wetu ana upendo, Yesu wetu anajali. Maona Yesu wetu anajua kulinda, Yesu wetu anatujua ulio udhaifu wetu na atufanye nini ili tuwe vizuri zaidi. Na yani anaelewa kila kitu. Kwa ni cha kufanya ni kidogo, wewe ni kwenda miguuni pake kumuomba hata kidogo. Yani kuna muda tusitumie muda mwingi, tusitumie nguvu kubwa, hata kidogo kumuomba. Ukihisi roho inakuambia sasa soma neno, ingia hata kidogo, soma hivyo, na yeye atazidi kushughulika na mambo yetu pia. Yesu naye ataendelea kushughulika na mambo yetu. Tuambie neno la hekima tunapoenda kusikiliza tena kwa mara ya pili. Mimi nimwambie msikilizaji, sina cha kusema zaidi ya kusema kwamba dunia tuliokuwepo nayo ina mambo mengi sana na mambo ni magumu ambayo yanaanzia kwenye changamoto za dunia zenyewe, lakini pia ni ule udhaifu tuliokuwepo nao na dhambi ambazo tuko nazo. So ili solvement ya hayo mambo yote ni kuwa na Mungu ndani yetu, kuwa na Yesu ndani yetu. Yeye ndio atatushindia ili baada basi ya haya magumu yote tupate ufalme wa mbinguni. Maana hilo ndio la pekee, kupata ufalme wa mbinguni. Huyo ni Kevin Idi, ana wimbo wake mpya unaitwa Bila Wewe, na unaongozwa na Yohana 15 lile fungu la 5 ndio linamuongoza katika kuandika wimbo huu. Muongozo wa Roho Mtakatifu umemsaidia kutayarisha wimbo huu na kuwa na mguso hata kabla hujatoka, watu wakawa wamemakinika, nasema wewe bila Yesu njoo. Basi ubarikiwe na wimbo huu. Baadaye tutakuwa na mtumishi wa Mungu Lumuli Emmanuel ambaye tutaweza kutafakari maandiko matakatifu ya Mungu.